naomba niende moja kwa moja kwenye tumezingatia nini katika kuandaa mkakati huu. Mheshimiwa, tulichofanya ni kwamba kwanza tuliainisha kata na mitaa iliyopo kwenye kila wilaya kwa maana ya wilaya zetu zote 5. Lakini pili, tulikwenda kutafuta majina ya viongozi wa kata na mitaa na pamoja na namba zao za simu, kwa sababu nimesema baadaye kwamba tunataka tuwe na tunafanya nao kazi kwa karibu zaidi. Lakini pia sehemu nyingine tulienda kuainisha shughuli mbalimbali za kibiashara na kiuchumi zinazofanyika katika maeneo mbalimbali ya mitaa ambazo zinawavutia au zinawavutia uwepo wa wahamiaji haramu. Shughuli hizo ni pamoja na viwanda, mashule, biashara, makazi na nyinginezo. Labda Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, niseme tu kwamba mkoa wa Dar es Salaam tulivyo kwenda kwa utaratibu ambao umegawanyika kwamba katika wilaya 5 nilizozisema, wilaya Ilala ina kata 36 ikiwa na mitaa 159, Kinondoni ina kata 20 zikiwa na mitaa 106, Ubungo ina kata 14 ikiwa na mitaa 91, Temeke ina kata 23 ikiwa na mitaa 143, ikiwa inafanya kwamba jumla ya kata zote kwa mkoa wa Dar es Salaam kuwa 102 na mitaa kuwa 566 kwa mujibu wa kumbukumbu ambazo tuliweza kuzipata sisi. Ikiwemo nyingine ambazo sikuzitaja pale, kuna kwa mfano hata nyumba za ibada. Mheshimiwa, nyumba za ibada mara nyingine imekuwa ni maficho makubwa ya wahamiaji haramu. Kwa hiyo tunaweza kuidentify pia baadhi ya nyumba za ibada zile ambazo zipo katika mitaa yetu na ambazo zinasababisha pia kwamba uwepo wa wahamiaji haramu. Labda niseme kwamba Mheshimiwa, tunakwenda kufanya nini kwenye huu mkakati wetu. Kwanza kabisa tunakwenda kutoa elimu ya udhibiti wa wahamiaji haramu kwa maafisa tarafa pamoja na maafisa wa kata na maafisa watendaji wale wa mitaa. Pia tutawaeleza taratibu za kukusanya na kuwasilisha taarifa mbalimbali za wageni walioko kwenye maeneo yao, na tutaweka mfumo mzuri ambao utatusaidia kuweza kuwasiliana nao kwa karibu ili tupate taarifa hizo na kuweza kuzifanyia kazi. Pia tutafanya mikutano na taasisi, makampuni na wafanyabiashara au sehemu ambako wageni wameajiriwa ili pia kuwaelewesha kwamba tunahitaji wafanye nini na tuondokane na ile kila saa kusukumana. Lakini pia tutawatambua wafanyakazi wa kigeni waliopo kwenye makampuni. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, nafurahi kusema kwamba mwaka jana tulifanya zoezi fulani la utambuzi na katika mkoa wako wa Dar es Salaam tuliweza kuwatambua raia wa kigeni wanaoishi kihalali walikuwa zaidi ya 16,000 kutoka kwenye wilaya zote. Mheshimiwa, kwenye swala zima la utekelezaji ili mkakati uweze kutekelezwa, kwanza sisi wenyewe tumejipanga vizuri katika ofisi yetu ya mkoa kuwa na section maalum ambayo itasimamia mkakati huu. Na mkakati huu naomba niseme tu kwamba Mheshimiwa, hauta replace zile kazi zetu nyingine za kawaida za kufanya, hapana. Tumeona tuipe uzito ili tuweze kuwa na mafanikio mazuri. Lakini pia tutahitaji watendakazi. Tuseme kwamba tunahitaji maafisa pamoja na watu wengine ambao watatusaidia kwenye kupambana na tatizo la wahamiaji haramu. Vile vile Mheshimiwa, tutahitaji vitendea kazi. Tunahitaji kompyuta, tutahitaji vipeperushi, tutahitaji pia wanahabari, tutahitaji usafiri kwa maana ya magari. Kwa kifupi kwamba ndio yaliyopo kwenye mkakati. Tulichoanza kufanya katika kutekeleza, tumeshafanya mambo tumefanya moja na la leo ndio hili tunafanya la pili. La kwanza, tuliwajengea uwezo maofisa wetu wapatao 69 kutoka kwenye ofisi yetu ya mkoa na ofisi za wilaya kwa ajili ya kwenda kutekeleza, kwa sababu watakao kwenda sasa wilayani, tarafani pamoja na kata na mitaa ni hao maafisa ambao tayari tumeshawapa elimu ili waweze kwenda kukutana moja kwa moja na wale viongozi ambao tunawalenga. Lakini tukio la pili Mheshimiwa ndio hili la leo tulilokuomba, na tunashukuru kwamba umekubali kwamba kuja kutuzindulia huu mkakati ili sasa uweze kutoka na uende kule kwenye maeneo tunakokusudia kwenda kwenye mitaa na kata. Sehemu ya kwanza tunakwenda kufanya kazi na maafisa kata pamoja na wale watendaji wa mitaa. Jumla yao tunatarajia kukutana na watu watakaofikia 675, na katika hili tutakwenda kufanya vikao 20. Vikao hivi Mheshimiwa tumevigawanya kama ifuatavyo. Tutakuwa tuna cluster kwenye kata zao. Kwa hiyo kikao, kwa mfano wilaya ya Ilala itakuwa na vikao 6 ambavyo vitakuwa na washiriki 198. Kinondoni itakuwa na vikao 4 ambavyo itakuwa na washiriki 128.
Temeke tutakuwa na vikao vitano ambavyo vitashirikisha washiriki 169. Ubungo tutakuwa na vikao vitatu vitakavyoshirikisha washiriki 107, na Kigamboni tutakuwa na vikao viwili vitakavyowashirikisha washiriki 73. Ni matumaini yangu ya kwamba mkakati huu utakwenda kujenga mahusiano bora zaidi katika taasisi zetu zote za serikali na vyombo vyake vya dola. Maanake polisi, uhamiaji, jeshi la wananchi, watu wa tisi na idara zingine zote za zimamoto zitafanya kazi kwa pamoja na kuhakikisha kwamba mkoa unakuwa salama, lakini si salama tu mkoa, mfano kwa nchi yetu na hatimaye kwenye mikoa iliyoko pembezoni mwa nchi yetu ambayo imeathirika kwa kiwango kikubwa sana na uhamiaji haramu, na yenyewe inapata manufaa, na mwisho Tanzania yetu inakuwa iko salama kwa kuzingatia sheria, taratibu, kanuni tulizoziweza kujiwekea. Jambo la tatu ni wasihi wakuu wa wilaya wote na wakurugenzi, muoni mkakati huu uwe ni mali yenu, na ikiwezekana muweze kuweka vigezo vya kushindana ninyi kwa ninyi kupitia kuu zenu, na kuhakikisha kwamba wilaya itakayoongoza kufanya vizuri basi iwe ni wilaya inayotambulika kwa kuhakikisha kwamba ni wilaya bora iliyoweza kusimamia mikakati na taratibu za kiuhamiaji na hatimaye kuleta tija kubwa kwa Watanzania wanaoishi katika wilaya zenu. Jambo la tano ni kuwasihi tu watendaji wote mtakaopata mafunzo mkumbuke kuzingatia sheria, taratibu na kanuni. Tusingependa mkakati huu ukaingiwa doa kwa watu wasiokuwa na hatia kutengenezewa hatia, ili wachache wanaopenda rushwa wajichukulie pesa kama sehemu ya chanzo, wakati lengo stahiki ni kuhakikisha kwamba mkoa wetu unakuwa salama na wahamiaji wote wanafuata sheria za nchi yetu. Jambo la sita ni wakumbushe watendaji wa mitaa, sasa umefika wajibu wetu wa kurejesha daftari la mkazi. Mambo mengine sio lazima mpaka uambiwe na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuelekeza mie mkuu wako wa mkoa, huisheni daftari la wakazi ili fike hatua tuwafahamu watu tunaoishi nao na shughuli zao. Tunaelekea kwenye kipindi cha uchaguzi. Tusipofanya hivyo ni rahisi sana watu wabaya kuja kuharibu amani ya nchi yetu, amani ya mkoa wetu, na hatimaye tukaingia kwenye machafuko yasiyokuwa na sababu kwa watu ambao sio wakazi hata wa mitaa yetu. Kwa nawasihi watendaji wetu, pamoja na uishaji wa daftari la wapiga kura, pamoja na uishaji wa daftari la wapiga kura kupitia serikali za mitaa ambao wategemea kuanza mwezi mmoja ujao, lakini wasihi ya kwamba ni vyema kila mtaa kukawa na utaratibu wa kuwatambua wakazi wa mtaa huo ni salama kwenu, mtaishi kwa amani, na hata likitokea tukio ni rahisi kujua. Kipindi cha nyuma nilishawahi kusema, lakini watu wakaibadilisha kwa sababu huwa wanapenda kubadilisha mambo, na mwisho siku wakija kuumizwa wao wanasema tena serikali iko wapi, polisi wako wapi. Kumbe sisi wenyewe ni chanzo cha kuhamisha mikakati ambayo ingeweza kuleta tija na mafanikio katika maeneo yetu, na mwisho siku hata likitokea jambo wanatambua kwamba huyu ni fulani aliyetoka kwenye mtaa fulani. Siku hizi mambo yamekuwa mengi, watu wanasafiri watakavyo, wanafanya watakavyo, lakini mbaya zaidi wanahatarisha usalama wa maeneo mengine. Wako watu wanaweza kutoka Mbagala kaenda kufanya tukio Kinondoni. Kuna watu wanaweza kutoka Kinondoni labda Temeke akaenda kufanya tukio Kigamboni, au mwingine akatoka Kazimzumbwi kule akaja kufanya tukio Kisongwe kule. Kwa hiyo unakuja watu wanafanya matukio tofauti tofauti na inakuwa ni ngumu kwa trace kwa sababu hawajulikani ni watu wa wapi. Kwa hiyo ni wasihi, jambo langu la sita hilo, tuendelee na tuuishe daftari. Najua lipo, lakini lazima liwe na taarifa sahihi kwa wakati, na mtakaopata mafunzo basi myatumie vizuri kuhakikisha kwamba tunatokomeza kabisa uhamiaji haramu, na mwisho wa siku watu wote wanakuwa na manufaa na nchi yao. Jambo sita, nikiwa na matumaini makubwa ya kwamba kupitia mkakati uliopo yako mengine atajitokeza ndani yenu, mtaona namna ya kuyafanyia kazi, na ofisi yangu kama mkuu wa mkoa na rasi tuko tayari kupokea changamoto yoyote mnayokumbana nayo na kuwasaidia, lakini zaidi kuhakikisha kwamba tunakwenda wote kwa pamoja. Nishukuru mdau yuko hapa ambaye amemwakilisha
ndugu yetu ambaye anasimamia kutoa sapota kubwa kabisa, na nikuombe tu mfikishie maombi yangu. Hawa watu mkiongezea kompyuta sio shida, na wala mshindi kununua kompyuta. Nimeuliza idadi, wataji kompyuta chache sana, wataka kama 6 hivi nafikiri. Ndio mheshimiwa. Lakini mimi nikiomba siombi 6, 10. Mkiwapa 6 maana yake mtakuwa mmeshuka kwenye viwango vya kimataifa, na nyinyi ni watu wa kimataifa. Kwa hiyo tufikishie tu ujumbe wa kwamba angalau kuwepo na backup. Ukiwa na idadi ile fixed kwamba una kompyuta moja kila wilaya, alafu na moja makao makuu ya mkoa. Sasa ikitokea tatizo mnakuwa namna ya kuzitatulia au kuzifanyia ufumbuzi. Kwa hiyo ni vyema tukipata kompyuta 10 itakuwa jambo jema. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, IOM inashirikiana na idara ya uhamiaji katika sekta mbalimbali. Imekuwa ikitoa mafunzo kwenye udhibiti wa mipaka. Imekuwa pia ikishirikiana na Wizara ya TAMISEMI katika kutoa mafunzo kwenye mambo ya usafirishaji haramu wa binadamu. Imekuwa pia ikitoa vifaa kwa ajili ya biometric registration ya walowezi ambao wamekaa nchini, na pia imekuwa ikitoa ikihold mikutano kati ya viongozi wa serikali za mitaa pamoja na uhamiaji pamoja na jamii ambazo zinakaa kwenye mipaka kwa ajili ya kuweza kuzungumzia mambo ya uhamiaji na changamoto ambazo zinakumba katika jamii. Tulianza na Mara ambapo tuliweza kufanya hivi vikao na vimeweza kuzaa matunda, na watu wengi wameona kwamba ni mzuri kwa sababu imekuwa ikionyesha ushirikiano kati ya ofisi ya uhamiaji pamoja na jamii. Kwa hiyo huu mkakati ambao umezinduliwa leo au unaenda kuzinduliwa sasa hivi, tuna hope kwamba utakuja kusaidia kwenye kudhibiti tatizo la uhamiaji haramu ambao upo sasa hivi katika mkoa wa Dar es Salaam. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, tunapenda pia kutoa fursa hii kwa ajili ya wadau mbalimbali pia kuweza kuchangia kwenye huu mkakati ambao mwisho wa siku utakuja kwenye kusaidia serikali yetu. Asante sana, naomba kuwasilisha. Kenyo utakaopekenyua na kufukunyua kila kaya, kila mtaa na kila kata, kuhakikisha kwamba Dar es Salaam iko huru, haina wahamiaji haramu, na rasilimali za mkoa wetu zinatumika kwa wananchi wa mkoa wetu. Inawezekana tunatoa elimu bure kwa wahamiaji haramu. Inawezekana tuna migogoro ya ardhi, hasa kwa ndugu yangu Kinondoni kule, isiyokwisha kwa sababu kuna wahamiaji haramu. Inawezekana kuna watu wanabakwa na kuumizwa na kuporwa kwa watu wasiokuwa raia. Tunaenda kupekenyua na kufukunyua kila kona na pande zote za jiji la Dar es Salaam, na kuhakikisha kwamba wahamiaji haramu wanatiwa mbaloni, na watakaorudishwa kwa mujibu wa sheria wanarudishwa, na wanaostahili kubaki wanabaki kwa mujibu wa sheria. Dar es Salaam iwe huru chini ya kamishina wetu na msimamizi wetu wa uhamiaji na wataalamu wetu katika ngazi ya mkoa, na vyombo vyote vya dola tukishikamana na watendaji wa mtaa wakiwa ndio machampioni wa kampeni hii. Pekenyua tukufukunyue mpaka tukutambue wewe ni mkazi au sio mkazi. Asanteni sana kwa kunisikiliza.